Kijana huyo alipiga ngumi ubao wa matangazo kwa hasira kutokana na kupanda kwa bei ya dhahabu. Ghafla akapigwa shoti ya nguvu za ajabu, lakini punde si punde bei ya dhahabu ilishuka ghafla mpaka $1 kwa gramu. Alibaki ameduaa akifikiri labda amevunja kioo alipopiga ubao ule. Baada ya hapo alisimamisha taksi kwa utulivu. Alitoa $10 na kumpa dereva. Dereva alichukua pesa hizo na kuanza kutetemeka papo hapo. Kabla ya kijana kuitikia, alijiuliza kama amekutana na tapeli, lakini dereva alitoa funguo ghafla na kumkabidhi mkononi. Alisema gari hilo ni lake, kisha akatimua mbio kwa msisimko. Alikimbia huku akipiga kelele kuwa hatimaye amepata uhuru wa kifedha. Kijana alibaki ameduaa ndani ya gari akifikiri amekutana na mwenda wazimu. Aliposhuka tu aliwasikia watu mitaani wakisema bei ya nyumba mjini New York ilikuwa ya kipuuzi. Mita moja mraba iligharimu $3. Walisema hata kufanya kazi mwaka mzima huenda usinunue bafu. Kijana aliona ni jambo la kuchekesha, lakini alipotazama juu aliona ubao wa matangazo ukionyesha $3 kwa mita ya mraba. Alitoa simu yake haraka na kufungua programu ya manunuzi. Mtazamo mmoja ulimwacha ameganda. Hapo ndipo alipogundua kuwa thamani ya kila kitu duniani ilikuwa imeshuka kwa mara trilioni 10. Mikono yake ilitetemeka alipofungua akaunti yake ya benki. Kwa bahati nzuri, pesa zote alizokuwa ameweka akiba kwa miaka mingi zilikuwepo. Salio lake la zaidi ya $20,000 halikuguswa. Alipoona namba hizo, alielewa ghafla. Zile $20,000 sasa zilikuwa sawa na $20 bilioni. Mikono yake ilitetemeka kwa msisimko alipofanya haraka kuelekea nyumbani. Familia ya binti aliyepangiwa kuonana naye ilikuwa imeketi ndani. Walikuwa wamemgeuka kwa sababu ya mahari ya $9 waliokubaliana. Sasa walidai $18. Walisisitiza hata nyumba na gari lazima vinunuliwe kabla ya ndoa. Hakukuwa na namna angevumilia watu wenye tamaa kiasi hicho sasa. Alisema hawakuwa na thamani ya pesa hiyo, lakini walidai binti yao ndiye mrembo zaidi katika eneo hilo na kumuoa ilikuwa hisani kubwa kwake. Mama yake alimvuta shati akimsihi asiwe mkaidi. Alisema ni bora auze kila kitu kuliko kijana wake kubaki mseja. Alimwambia aombe radhi. Kabla hajamaliza, kijana alisema ana surprise kwa ajili yake. Kisha aliambia ile familia ichukue vitu vyao na kuondoka. Baba wa mwanamke yule mjanja alilipuka kwa hasira na kujaribu kumshambulia. Kijana alimpiga teke na kumwangusha chini. Zawadi walizoleta zilivunjika sakafuni. Yule mwanamke alimshika akisema zawadi hizo zilikuwa na thamani ya angalau $5. Ni wazi walitaka pesa zaidi. Akiona nyuso zao zenye tamaa, kijana alicheka badala ya kukasirika. Alitoa simu yake kwa utulivu na kumpigia meneja wa benki. Alimwambia amletee zawadi yenye thamani ya $10. Yule mwanamke alifikiri kijana anadanganya, lakini punde si punde rais wa benki alitokea na zawadi hiyo binafsi. Hata kijana hakutarajia jambo hilo kutokea haraka hivyo. Alikuwa bado hajui uzito wa pesa zake. Baada ya kila kitu, alimpa rais wa benki $5 kama ada ya usafirishaji. Rais alipokea pesa hizo akitetemeka kwa msisimko. Baada ya yeye kuondoka, ile familia bado ilikataa kuamini walichokiona. Walisisitiza kuwa amekodisha watu wa kuigiza. Walisema mtu kama yeye hawezi kamwe kumuhudu zawadi kama hiyo. Mwanamke yule alikamata ile zawadi akitaka kumuumbua, lakini walipoona alama za usalama walibaki bila la kusema. Zawadi zilikuwa halisi. Mwanamke yule aliyekuwa na kiburi mara moja akawa na urafiki uliopitilifu. Alimuita mkwe mkamilifu. Alisema hakuna haja ya kujadili mahari, alihitaji tu kuwaachia ile zawadi. Kijana aliwaambia waache kuota. Alisema binti yao hakuwa na mvuto kwake hata kidogo. Kisha aliwafukuza wote. Mama yake hakuweza kuelewa kwa nini mwanaye ambaye kwa kawaida ni mpole alitenda tofauti sana. Aliuliza kwa wasiwasi alipopata pesa za zawadi zile. Akijua udhaifu wa moyo wa mama yake, hakuthubutu kufichua utajiri wake mpya. Alisema zawadi zile zilikuwa feki na alinunua kwa dola chache. Alimwambia apumzike nyumbani, kisha akaenda mjini kununua mahitaji. Akiona jinsi mama yake alivyojitolea kwa ajili yake miaka yote hii, aliapa kimoyomoyo kumpa maisha bora kuanzia sasa. Alipofika mjini, aliingia kwenye duka la dhahabu. Alinunua kitu cha thamani zaidi bila kusita. Kiligharimu $9. Alitoa noti ya $10 akamwambia muuzaji abaki na change na akaotoka na kikungu hilo. Muda mfupi baada ya kutoka dukani, aliona mibishano katika ofisi ya kazi. Msichana mmoja alikuwa anafukuzwa kwa sababu ya deni. Alitazama kwa karibu na kugundua kuwa ni mwanadarasa mwenzake na mpenzi wake wa kwanza. Mkandarasi alikuwa anamfokea akimwambia amshtaki. Alisema haogopi chochote kwa sababu ana marafiki wenye ushawishi. Hata aliinua mkono wake kumpiga msichana na kijana akaingilia kwa wakati. Wakati huo huo, ile familia ya mwanamke mjanja ilikuwa inarudi nyumbani. Walikuwa bado wamestukizwa na yaliyotokea. Kisha waliona zawadi feki kwenye genge la barabarani. Zilifanana kabisa na zile alizokuwa nazo kijana. Mara moja walihisi zawadi zile za mwanzo zilikuwa feki. Kwa hasira, waligeuka na kurudi kule walipotoka. Wakati huo huo, mkandarasi alimfokea kijana akimwambia aingilie mambo yake. Baba wa mwanamke yule mjanja aliumia baada ya mashine kuharibika kazini, lakini mkandarasi alikataa kulipa gharama za matibabu. Badala yake alidai fidia ya mashine na kuitumia kama kisingizio cha kuchelewesha mishahara. Akiwa hana kimbilio lingine, msichana alikuja kutafuta haki. Baada ya kusikia hadithi yake, kijana alisema tatizo hilo ni rahisi kutatua. Alitoa noti ya $10 na kumkabidhi mkandarasi kwa ajili ya marekebisho. Ikiwa atangethubutu kuichukua, angeingia kwenye matatizo makubwa. Mkandarasi alistaajabu kiasi kikubwa cha pesa hiyo. Hakutarajia kijana wa kawaida kutoa kiasi hicho. Mwanafanyikazi kando yake alisema lazima ni pesa feki. Mkandarasi alikubali mara moja. Hata yeye mwenyewe hangeweza kutoa pesa nyingi hivyo. Kisha alijaribu kupiga simu polisi.